Na kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa, hii ni Nuru ya Mashariki. Tuliokuandalia: wakazi wa Beijing waadhimisha sikukuu ya Qingming kwa kuwakumbuka mashujaa. Jeshi la China lakamilisha mafunzo ya pamoja katika mfereji wa Taiwan. Na timu za msaada za Kichina zatoa huduma za matibabu bure katika Myanmar iliyoathiriwa na tetemeko la ardhi. Kwa hayo na mengine mengi, karibu kwenye Nuru ya Mashariki. Jina langu ni Jacob Mogoa. Usiondoke. Karibu tena. Wanajeshi wa zamani, wanafunzi, maafisa na wakazi wa Beijing walitoa heshima zao kwa mashujaa waliopoteza maisha wakati wa vita vya ukombozi vya wananchi wa China dhidi ya uvamizi wa Kijapani. Hafla hii ilifanyika katika bustani moja jijini Beijing kabla sikukuu ya Qingming au siku ya kusafisha makaburi inayoadhimishwa siku ya Ijumaa. Tom Wanjala ana maelezo zaidi. Qingming ni mojawapo ya mila za kale zaidi nchini China, ikichanganya kumbukumbu na upya wa maisha. Familia huenda makaburini kuyasafisha na kuweka vyakula na maua, ikiwa ishara ya heshima kwa mashujaa wa vita. Wengine hutumia siku hiyo kuwakumbuka mashujaa wa kitaifa. Mwaka huu maadhimisho yana umuhimu wa kipekee, kwani ni kumbukizi ya miaka 80 tangu China kupata ushindi dhidi ya uvamizi wa Japan na vita dhidi ya ufashisti duniani. Katika bustani ya Ping Bay, ambayo ni eneo la kumbukumbu ya mashujaa wa vita dhidi ya Wajapani, kulifanyika mkusanyiko wa heshima kuwakumbuka mashujaa waliopigana kwenye vita hivyo. Kila mwaka wakati wa sikukuu ya Qingming huwa natembelea makaburi ya jamaa zangu walioaga na kushiriki katika shughuli mbalimbali za kuwakumbuka. Wanajeshi wa zamani na maafisa waliohudhuria waliweka shada la maua, huku wanafunzi wakikariri mashairi kuwasifu mashujaa walioaga dunia wakitetea nchi yao. Kama kijana wa enzi mpya, ninathamini furaha ya maisha ya leo na najitahidi kurithi mila za mapinduzi za mababu zetu. Nitaendelea kusoma kwa bidii na kuchangia katika maendeleo ya nchi yetu siku zijazo. Mwaka huu tunasherehekea miaka 80 tangu ushindi katika vita vya ulinzi vya watu wa China dhidi ya vurugu za Kijapani na vita vya kupinga fashisti duniani. Lengo ni kuongoza na kuchochea umma kukumbuka historia. Jeshi la ukombozi la watu wa China PLA limekamilisha kwa mafanikio mazoezi ya kijeshi ya pamoja yaliyofanyika kuanzia Jumanne hadi Jumatano katika mfereji wa Taiwan. Msemaji wao, Kanali Mwandamizi Shi Yi, amesema mazoezi hayo yalilenga kupima uwezo wa jeshi katika kufanya operesheni za pamoja zilizounganishwa. Nilizamia taarifa hiyo na kukuandalia ripoti ifuatayo. Vikosi vya amri ya ukanda wa mashariki vinaendelea kuwa katika hali ya tahadhari ya juu muda wote, vikiimarisha maandalizi ya kivita kupitia mafunzo ya kina, huku vikidhamiria kwa uthabiti kukandamiza harakati zozote za kutaka kujitenga kwa Taiwan. Chini ya uongozi wa pamoja wa amri hiyo, kundi la ndege za kivita linaloongozwa na meli ya kubeba ndege ya Shandong kwa kushirikiana na vikosi vya majini na anga lilifanya mazoezi ya kuratibu mashambulizi baina ya meli na ndege, kutoa udhibiti wa anga pamoja na kushambulia malengo ya ardhini na baharini mashariki mwa kisiwa cha Taiwan. Mazoezi hayo yalilenga kutathmini uwezo wa vikosi katika kufanya operesheni za pamoja ndani na nje ya mlolongo wa visiwa, kuziba na kudhibiti maeneo kwa vipengele vingi pamoja na mashambulizi ya pamoja ya vikosi tofauti. Kikosi cha ndege za kivita aina ya H-6K kilichokuwa na silaha halisi kilivuka mfereji wa Bashi kuelekea maji ya wazi na kufanya mashambulizi ya pamoja
yaliyolenga vituo muhimu vya kijeshi mashariki mwa kisiwa cha Taiwan. Ili kuunga mkono mashambulizi ya ndege hizo, jeshi la anga la ukanda wa mashariki lilituma ndege za kivita za aina tofauti kuelekea mfereji wa Taiwan. Safari ndefu na mapambano makali ya muda mrefu yamekuwa jambo la kawaida kwetu. Mimi na wenzangu tuko tayari kila wakati. Mara tu taifa letu linapohitaji, tuko tayari kupaa na kupigana. Jeshi la PLA ukanda wa mashariki lilifanya mazoezi ya kijeshi kwa jina la siri Straight Thunder 2025R katikati na kusini mwa mfereji wa Taiwan siku ya Jumatano. Mazoezi hayo yalijikita katika utambuzi wa uthibitishaji, onyo na kufukuza, pamoja na kukamata na kuzuia, kwa lengo la kupima uwezo wa vikosi katika kudhibiti maeneo, kuziba na kudhibiti kwa pamoja na mashambulizi ya kitaalamu kwenye malengo muhimu. Vikosi vya ardhini vilifanya mazoezi ya mashambulizi ya moja kwa moja kwa kutumia silaha za masafa marefu katika maji ya bahari ya mashariki ya China, kwa mujibu wa mipango ya mazoezi ya Straight Thunder 2025R, na kushambulia malengo ya bandari muhimu na miundombinu ya nishati. Mazoezi haya ya masafa marefu yalilenga kuunganisha mifumo mipya ya kijeshi, kujaribu vifaa vya kisasa, pamoja na kutumia mbinu mpya za kivita kwa kuonyesha mashambulizi ya pamoja kutoka majukwaa tofauti kwa kutumia silaha mbalimbali kwa wakati mmoja, yote ikiwa ni kwa lengo la kuongeza kasi na usahihi wa mashambulizi ya pamoja. Kwingineko, China imetoa bondi yake ya kwanza ya kijani ya serikali inayotumia yuan nje ya nchi, hatua iliyovutia mahitaji makubwa kutoka kwa wawekezaji wa kimataifa na kupata usajili wa mara 6.9 ya thamani ya utoaji. Hii inaonyesha imani kubwa katika maendeleo endelevu ya China na nafasi yake kama kiongozi wa teknolojia ya kijani duniani. China imetoa bondi yake ya kwanza ya kijani ya serikali yenye thamani ya yuan, yaani RMB, nchi ya nchi huko London nchini Uingereza. Wizara ya fedha ya China imesema bondi hiyo ina jumla ya yuan bilioni 6, sawa na takriban dola za Marekani milioni 833, ikiwa ni pamoja na yuan bilioni 3 kwa muda wa miaka mitatu kwa riba ya 1.8% na yuan bilioni 3 kwa muda wa miaka mitano kwa riba ya 1.9%. Viwango hivyo vya riba ni vya chini kuliko mapato ya dhamana ya hazina zinazolingana katika soko la mkoa maalum wa Hong Kong. Utoaji huu wa bondi huko London ulivutia mahitaji makubwa kutoka kwa wawekezaji wa kimataifa na kushirikisha washiriki mbalimbali kutoka maeneo tofauti. Jumla ya maombi ya usajili yalifikia yuan bilioni 41, mara 6.9 zaidi ya dhamani ya utoaji. This is a green development, so that means the international investors have a huge confidence about the sustainable development of China. Both the green development and also digital transformation. China ndio mzalishaji mkubwa zaidi wa teknolojia ya kijani duniani, hivyo basi ina mantiki ya kuwekeza katika sekta hiyo. Bondi hizi pia zinaweza kutoa utulivu kwa masoko ambayo tayari yamekuwa na hali ya taharuki baada ya tangazo la ushuru kutoka kwa rais wa Marekani Donald Trump. We need signals that the financial markets are functioning well, and we need also signals and clear signs that sustainable finance continues to be well supported by the international financial community. Katika hali ya tetemeko kubwa lililotokea Myanmar Ijumaa iliyopita, timu za msaada za Kichina zimeanzisha kituo cha matibabu cha muda katika jiji la Mandalay Alhamisi, zikitoa huduma za uchunguzi na matibabu bure kwa wakazi walioathirika na janga hilo. Idadi ya vifo kutoka kwa tetemeko kubwa la ardhi la 7.9 kwa vipimo vya Richter imeongezeka hadi 3145, huku watu 1589 wakiwa wamejeruhiwa. Mwenzangu basi Hamis Darwish anaripoti zaidi. Katika eneo walikohamishwa waathiriwa katika Mandalay, jiji la pili kwa ukubwa nchini Myanmar na moja ya maeneo yaliyoathiriwa zaidi na tetemeko, wataalamu wa matibabu kutoka China wamekuwa wakitoa msaada muhimu kwa wakazi waliokimbia. Kuanzia saa 3 hadi saa 9 Alhamisi, jumla ya watu 208 katika eneo hilo walipata huduma za matibabu bure kutoka timu ya matabibu wa China. Kituo hiki kina idara za matibabu kama vile tiba ya ndani, upasuaji, mifupa, magonjwa ya wanawake na watoto, na pia hutoa huduma za uchunguzi kama vile ultrasound, x-ray na electrocardiograms.
kimekuwa rasilimali muhimu kwa watu waliohamishwa ambao wanakabiliwa na changamoto ya kupata huduma za afya baada ya tetemeko hilo. Wagonjwa waliopata huduma siku hiyo walijumuisha wale wenye majeraha ya mifupa kutokana na janga hilo, pamoja na wanawake wajawazito, wazee na watoto. Zaidi ya hayo, wafanyakazi wa msaada kutoka timu ya uokoaji na utafutaji ya kimataifa ya China walitumia mashine za X-ray na vifaa vya ultrasound walivyotengeneza wenyewe ili kuweza kuwachunguza wagonjwa haraka hata katika hali zisizokuwa nzuri. Mahakama ya Kikatiba ya Korea Kusini imethibitisha pendekezo la bunge la taifa kumng'oa Rais Yoon Suk Yeol kutokana na hatua yake ya kubadilisha sheria za kijeshi. Moon Young-bae ambaye ni kaimu mkuu wa mahakama nchini Korea Kusini alisoma uamuzi wa kumng'oa Rais Yoon akisema kuwa ni uamuzi wa pamoja wa majaji 8. Simiyu Wanjala ana maelezo zaidi. Kwa mujibu wa sheria, uamuzi huu ulianza kutekelezwa mara moja na uchaguzi wa urais ukihitajika kufanyika ndani ya siku 60. Kiongozi huyu wa kihafidhina alikosa madaraka ya urais rasmi, akiwa rais wa pili nchini humo kuondolewa madarakani kwa nguvu. Hii ni baada ya rais wa zamani wa kihafidhina Park Geun-hye ambaye aliondolewa madarakani kupitia mchakato wa kumng'oa mwaka 2017. Yoon anakuwa rais wa 3 kufutwa kazi na bunge la taifa katika historia ya kikatiba ya nchi hiyo. Rais wa zamani wa upande wa upinzani Roh Moo-hyun alirejeshwa madarakani baada ya kung'olewa madarakani mnamo mwaka 2004. Yoon alitangaza hali ya dharura ya kijeshi usiku wa Desemba 3 mwaka jana, lakini ilifutwa na bunge lililoongozwa na upinzani masaa machache baadaye. Tangu kupitishwa kwa pendekezo la kumng'oa Rais Yoon mnamo Desemba 14 mwaka jana, vikao 11 vilifanyika katika mahakama ya kikatiba hadi Februari 25. Ilichukua siku 111 kwa mahakama ya kikatiba kutoa uamuzi wake wa mwisho, ikilinganishwa na siku 92 kwa kumng'oa Park na siku 64 kwa kumng'oa Roh. Na katika sehemu yetu basi fahamu China hii leo, mwenzangu Zakia Pong yuko katika mji wa teknolojia wa Hangzhou ambako anatufahamisha kuhusu kuendelea kupanuka kwa sekta ya teknolojia mpya na ubabe wa akili bandia. Hebu tujiunge naye basi Zakia Pong. Mambo na karibu katika kipindi cha Ifahamu China. Mimi ni Zakia Peng. Mji wa Shenzhen ambao ni kitovu cha teknolojia nchini China, ambao tayari ni moja ya miji ya kisasa inayoongoza nchini China, inajitahidi kujijenga kuwa mji kiongozi wa akili bandia baada ya kutangaza mfululizo wa hatua mpya kuchochea ukuaji wa sekta ya AI. Lengo la hatua hizo ambazo zilitangazwa mwezi uliopita ni kuboresha maendeleo ya sekta ya AI kwa kupunguza gharama za utafiti, matumizi ya AI na kuanzisha miradi mipya kupitia uungaji mkono wa kifedha kwa zaidi ya kampuni 2,000 za AI mjini humo. Kwa mujibu wa Li Ying, mkurugenzi wa ofisi ya sekta ya akili bandia mjini Shenzhen, hatua hizi mpya zinalenga kurahisisha zaidi mahesabu, miundo na data kwa ajili ya wafanyabiashara. Hatua inayofuata ni kupunguza gharama za matumizi ya AI katika sekta zote. Ling pia amefafanua jinsi kuponi zinavyotolewa kama sehemu ya hatua zitakazosaidia ufadhili na uungaji mkono wa viwanda katika kuendeleza AI. Shenzhen unafahamika kwa maendeleo ya kimuundo mbinu ya kidijitali, utawala unaoongoza na data na matumizi ya kiuvumbuzi ya teknolojia katika usimamizi wa mji. Taa za barabarani mjini humo tayari zimewekwa vifaa vya teknolojia ya 5G, skrini za LED, kamera na vipaza sauti, na kuwawezesha kuona,
kusikia na kufikiri. Wanaweza kufuatilia usafiri, ubora wa hewa na kiwango cha kelele na kutoa tahadhari kwa sauti kama kuna mtu ameegesha gari sehemu isiyotakiwa ama kama watu wanatupa taka ovyo. Usafiri wa metro mjini Shenzhen umeanzisha mfumo wa malipo kwa kutumia kifaa cha utambuzi wa sura na kupeleka wasaidizi wa kidijitali wanaowezeshwa na AI kwa kutumia utambuzi wa teknolojia za sauti, AI na biometric ili kutoa huduma kwa wateja. Haya, kwa leo kipindi hiki kinaishia hapa. Katika kipindi kijacho nitaendelea kukuletea mambo mengine yanayovutia kuhusu utamaduni na jamii ya China. Asante kwa kuwa nami. Mimi ni Zakia Peng. Kwa heri. Na kabla ya kukamilisha, basi hivi sasa ni wakati wa sehemu yetu ya Jifunze Kichina. Katika sehemu hii tunawaletea masomo ya lugha ya Kichina hatua kwa hatua na kwa njia ambayo ni rahisi na ya kuvutia. Karibu tujifunze pamoja Kichina. 第9课，今天星期几？ Mambo, karibu katika daraja la Kichina la YCT. Somo la YCT ni mfumo wa mafunzo ya lugha ya Kichina unaowaongoza watoto kujifunza Kichina kwa ufanisi na kuinua kiwango chao cha uelewa wa lugha ya Kichina kwa pande zote. Kwanza, tuanze kwa kuchangamsha akili zetu. Maisha ya wiki moja ya kiwavi. Kiwavi anaishi msituni. Je, kulingana na picha, unaweza kujibu kwamba kiwavi ameishi vipi wiki hii? 星期一毛毛虫吃什么？ 星期一毛毛虫吃一个苹果。 星期二毛毛虫吃什么？ 星期二毛毛虫吃2个苹果。 星期三毛毛虫吃什么？ 星期三毛毛虫吃3个苹果。 星期四毛毛虫吃什么？ 星期四毛毛虫吃4个苹果。 星期五毛毛虫吃什么？ 星期五毛毛虫吃5个苹果。 星期六毛毛虫吃什么？ 星期六毛毛虫吃6个苹果。 星期天毛毛虫吃什么？ 星期天毛毛虫不吃苹果，它睡觉。 你的生日是几月几号？1月1号。
你的生日是几月几号？1月1号。他的生日是几月几号？1月1号。你的生日是几月几号？1月1号。今天星期几？今天星期5。明天星期6，我喜欢星期6。今天星期几？今天星期5。明天星期6，我喜欢星期6。今天星期几？今天星期5。他喜欢星期几？他喜欢星期6。今天星期几？今天星期5。明天星期6，我喜欢星期6。Sasa tumemaliza majaribio yetu. Hebu tutazame video hii kuhusu hadithi, kisha tujibu maswali. 熊猫的一周。今天星期1，熊猫查身体。今天星期2，熊猫学画画。今天星期3，熊猫吃大餐。今天星期4，熊猫写汉字。今天星期5，熊猫学跳舞。今天星期6，熊猫看朋友。今天星期天，熊猫睡一天。熊猫的一周。今天星期1，熊猫查身体。熊猫星期几查身体？星期1，熊猫查身体。今天星期2，熊猫学画画。熊猫星期几学画画？星期2，熊猫学画画。今天星期3，熊猫吃大餐。熊猫星期几吃大餐？星期3，熊猫吃大餐。今天星期4，熊猫写汉字。熊猫星期几写汉字？星期4，熊猫写汉字。今天星期5，熊猫学跳舞。熊猫星期几学跳舞？星期5，熊猫学跳舞。今天星期6，熊猫看朋友。熊猫星期几看朋友？星期6，熊猫看朋友。今天星期天，熊猫睡一天。熊猫星期几睡一天？星期天，熊猫睡一天。Siku yako ya kuzaliwa ni lini?
Mwalimu wako anataka kujua tarehe ya siku ya kuzaliwa kwako. Unaweza kutumia Kichina kujibu swali hilo? Njoo ujaribu. 你的生日是几月几号？1月2号。你爸爸的生日是几月几号？3月5号。你妈妈的生日是几月几号？10月1号。你哥哥的生日是几月几号？12月10号。 Kazi ya kufanya nyumbani leo ni kusoma andiko. Kesho tutaendelea kucheza mchezo huu. 再见. Kufikia hapo ndipo ninapokamilisha makala haya ya Nuru ya Mashariki. Usikose kujiunga nasi tena juma lijalo saa na wakati kama huu kwa makala mengine ya Nuru ya Mashariki. Mimi ni Jacob Mogoa, kwa niaba ya wote waliofanikisha basi makala haya nasema shukran kwa kuwa nasi. Kwa taarifa zaidi kuhusu China, unaweza kutembelea tovuti ya CRI Kiswahili na marafiki_CN kwenye Facebook. Pia unaweza kupakua app ya Cheche kwenye Google Play na Palm Store.